Rais William Ruto amewaagiza wanunuzi wa kahawa kuwalipa wakulima katika muda wa siku 5 baada ya kuwasilisha mazao yao. Kiongozi wa taifa amesema malipo ya haraka ni miongoni mwa mageuzi kadhaa yanayonuiwa kufufua sekta ya kahawa nchini. Kiongozi wa taifa ambaye aliyasema hayo wakati wa uzinduzi wa mpango maalum wa ufufuzi wa zao la kahawa huko Kianyaga, kaunti ya Kirinyaga, alisema mageuzi hayo pia yatajumuisha kutengwa kwa mgao wa shilingi bilioni 2 katika kipindi kijacho cha kifedha, katika hatua inayonuiwa kugharamia madeni ya tangu jadi ambayo wakulima wa kahawa pamoja na vyama vya ushirika vinadaiwa. Kwenye ziara yake kwa mara nyingine eneo la Mlima Kenya, Rais William Ruto hivi leo alitua katika eneo la Kianyaga, gatuzi la Kirinyaga, na manufaa kochokocho kwa wakulima wa kahawa kote nchini. Katika mswada wa fedha wa mwaka 2026 unaotarajiwa kusainiwa kuwa sheria hapo kesho, kiongozi wa nchi alisema serikali itatenga shilingi bilioni 2 zitakazotumika kugharamia madeni ya tangu jadi ambao vyama vya ushirika kutoka sehemu hiyo na wakulima wa kahawa wanadaiwa na taasisi za kifedha pamoja na serikali. Mimi nataka nimwambie gavana wenu na niambie watu wa Kirinyaga na wakulima wote wa kahawa, kesho katika budget ambayo mimi na sign iko pesa shilingi bilioni 2 ya kulipa madeni ya wanakahawa. Tumelipa katika budget ambayo imeisha shilingi bilioni 2. Tumeweka kwa budget hii shilingi bilioni 2, na nitamalizia mwaka ujao niweke pesa ambayo itakamilisha madeni yetu yote ya wanakahawa wote katika taifa letu la Kenya. Aidha, kaunti zinazokuza kahawa zitapokea jumla ya shilingi bilioni 2, ambapo kati ya hizo shilingi bilioni 1 zitatumika kukarabati na kuboresha viwanda vya kahawa, huku shilingi bilioni 1 zikifanikisha usambazaji wa zaidi ya miche milioni 20 ya kahawa kwa wakulima kote nchini katika hatua ya kupiga jeki uzalishaji. Tutatoa mashine za kisasa na kuboresha ukaushaji na uhifadhi wa kahawa ili tuwezeshe kahawa yetu kuuza kwa bei bora zaidi katika masoko ya kimataifa, yani premium coffee. 2022 kahawa ilikuwa shilingi 50, shilingi 55. Leo ni shilingi 110, 120, 130, 140, 150. Hata kaunti zingine zimeanza kupata 160. Akigusia mageuzi mbalimbali yanayonuiwa kuimarisha mapato ya wakulima, Rais William Ruto pia aliagiza kuwa wakulima wa kahawa walipwe katika kipindi cha siku 5 baada ya wao kuwasilisha kahawa, hatua ambayo itashughulikia mojawapo ya changamoto za muda mrefu zinazokumba sekta hiyo. Na mauzo yao itakuwa kamili. Hakutakuwa tena na kusubiri mawiki, miezi, miaka. Kulipwa kwa wakati ni hisani kwa mkulima, kwa sababu ni haki yake na sio tafadhali. Ile kahawa imeuzwa, 80% ya hiyo pesa iende moja kwa moja kwa mkulima. Hawa watu wengine hapa katikati, cooperative, sijui nani, sijui broker, sijui nani huyo mwingine wa hapo, mtu ya kufanya sijui milling nani, wagawane hiyo 20%. Na katika juhudi za kuimarisha soko lake la kimataifa, mikakati imewekwa kuongeza kiwango cha ardhi cha kukuza kahawa kutoka ekari 100,000 hadi 1380 pamoja na uzalishaji katika muda wa miaka 2 ijayo. In another 60 days tutakuwa na coffee board, na pia tutakuwa na Coffee Training and Research Institute ambayo sasa kutoka sasa itasaidiana na watu wa cooperatives ndio tufanye ile kazi yote umeeleza sisi tufanye. Kupitia mpango huu mzima, Rais William Ruto amesema serikali yake itasimama kidete katika kukuza sekta ya ukulima wa kahawa kote nchini na vile kurejesha heshima kwa wakulima wake. Nikiripotia runinga KBC kutoka uga wa General Kasam, Kianyaga, kaunti ya Kirinyaga, jina langu ni John